Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Na imekuwa ni story kubwa. Vyombo vya habari vya Israeli hata vya mrengo wa kulia vimeiandika kwa kina. Nimeona gazeti kama Jerusalem Post, Hayom wameiandika. Haya ni magazeti ya mrengo wa kulia. Ni vigumu kuona kuwa wanaweza wakaandika story zingine ambazo zinakuwa za upande huo. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amewasili kule Moscow. Amewasili Moscow katika muendelezo wa mazungumzo kuangalia wanaweza wakatatua vipi haya matatizo yanaendelea hivi sasa. Ukweli ukitazama kile kinachoendelea na nafasi ya Abbas Araghchi, namuona kwenye nafasi ya uraisi siku zijazo. Sijui, lakini binafsi kwa kazi anayoicheza, kwa sababu kungekuwa Ali Larijani yupo na ningekuambia kuwa namuona Larijani kuja kuchukua nafasi ya uraisi, lakini inawezekana moja ya viongozi waliobaki ndani ya Irani anaonekana kama kichwa na anayependwa na anayevutia watu. Inawezekana Abbas Araghchi akawa yuko kwenye nafasi kubwa zaidi ya kuwa yeye kwenye hiyo nafasi ya kuvutia zaidi. Araghchi anavutia, anazungumza vizuri, anajieleza, amekuwa ni mzalendo wa kweli wa nchi yake. Kwa hiyo ukiniuliza naweza nikakwambia namuona mbona kwenye nafasi zaidi ya kuwa waziri, kwa sababu sasa hivi ndani ya nchi imekuwa ni watu wawili tu wanaozungumza kwenye nchi, kwa sababu unamfahamu. Mara kadhaa nimeshawaeleza kwa nini Masoud hayupo sana kwenye hili swala. Masoud ni centrist. Hali ya nchi hairuhusu kabisa kuwa na mtu wa centrist kufanya mijadala. Kutokana na hali iliyopo, huwezi kumruhusu kiongozi wa mrengo wa kati akaenda kufanya makubaliano yoyote kwa hivi sasa. Hali haiko vizuri kwenye nchi. Sasa inahitaji watu wenye misimamo sana. Sasa hawa waliokunywa maji ya IRGC kama kina Muhammad Ghalibaf ndio sasa wanasukuma kete kutoka pembeni, zikitoka kwa Ahmad Vaidi inasukumwa kwa Muhammad Ghalibaf, ikija kwa huyu bwana Araghchi utasikia kupitia kwa Ismail Baqai. Watu wawili na waona kwenye nafasi za baadaye ikiwa lolote linaweza kutokea. Ismail Baqai akauvaa waziri moja kwa moja, hasa wizara hiyo anayoiongoza kama msemaji, wizara mambo ya nje, lakini namuona Abbas Araghchi akivuka kizingiti cha kuwa hiyo nafasi na kwenda kuwa mkuu wa nchi hapo baadaye. Huenda ikatokea, kwa sababu kwa kazi ambayo amekuwa akifanya katika kipindi hiki amebaki kuwa ndio steering ambaye anaonekana sana na akicheza nafasi nyingi kwa wakati mmoja. Yuko Moscow kwa ajili ya mazungumzo ya kujua nini kitaendelea. Yale walioyahitaji niliyazungumza kwenye mazungumzo ya mchana, nikawapa mapendekezo ya Irani waliokuwa wameyataka, lakini kulikuwa kuna taarifa ambazo zimetolewa upande wa pili katika tetesi za upande wa pili. Sasa kuna taarifa moja iliandikwa na vyombo vya habari. Iliandikwa na vyombo vya habari kuanzia juzi, wamekuwa wakiandika hiyo taarifa na mimi nimeiona, nikataka kuizungumza kuanzia majuzi, nikasema ngoja niache kwanza hii taarifa, nitakuja nizungumze mara nyingine. Taarifa ya Israeli kwenda kupeleka mfumo wake wa ulinzi wa anga wa Iron Dome kwenye nchi ya UAE. Nadhani mmeiona hii taarifa. Israeli kwa mara ya kwanza, huu mfumo kiasili ni mfumo unafahamika kama mfumo wa Israeli Iron Dome. Lakini ukisikia kitu kinaitwa Israel, fahamu kuwa ni uwekezaji wa Marekani. Ni makampuni makubwa ya Marekani ambayo yamewekeza kwenye huu mfumo. Lakini kuna kile ambacho huwa kinatembea na Israeli. Israeli ukiangalia, kuna mtu juzi alikuwa ananiuliza, hivi mapato ya Israeli ni nini? Yaani nini Israeli walichonacho mpaka wawe na pesa? Unajua GDP ya Israeli ni kubwa kuliko hata baadhi ya nchi za Ulaya, ikiwemo Uingereza na baadhi ya nchi ukipima per capita. Lakini Israeli wanafanya nini? Mbona GDP yao ni kubwa hata kuwazidi watu wanaowapa drip kina Marekani kina nani? Unaona kuwa we maisha yao. Yes, inaweza ikawa vile. Israel ni moja ya nchi na uwekezaji mkubwa sana, hasa kutoka magharibi. Makampuni makubwa ya magharibi teknolojia yamewekeza pale. Makampuni makubwa ya Kimarekani yamefanya uwekezaji pale. Ustawi wa Israel umekuja zaidi juu ya miaka ya 70, na baada ya kujifunga kwenye ndoa na Marekani ikaifanya Israel kuonekana kama ni jimbo la Marekani lililo nje. Japokuwa kuna nchi mfano Guam ni Marekani,
lakini iko kule kabisa mbali kabisa karibu na Philippines, sijui wapi huko mbali Guam, lakini ni USA, ile nchi iko chini ya Marekani. Yani hawapewi kama anavyopewa Israel. Licha ya kuwa wale ni wa Marekani na wanapiga kura Marekani, wanafanya kila kitu cha Marekani, lakini hawapewi kama anavyopewa Israel. It means Israel ni kama jimbo la Marekani lililo nje ya Marekani. Uwekezaji mkubwa, makampuni makubwa ya teknolojia, fedha ni za Kimarekani. Yote yale ni makampuni makubwa ya Kimarekani ambayo yamewekeza pale. Sasa urahisi wa Israeli kujiconnecti na kupata gawio kubwa ni rahisi sana. Hili nilishalizungumza na nikawekea wazi kuwa Marekani akikupa njia toka alivyoishika dunia, akikupa njia we utakuwa. Yani akikupa njia utapita tu. Leo hii nchi kama Korea Kusini ukubwa wa eneo lake inaingia mara 10 kwa Tanzania. Mara 10 Korea Kusini. Lakini nenda kaangalia nchi 10 zenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Wapo wenyewe Korea. Makampuni tu yanayofanya kazi, LG, sijui Samsung, makampuni kama ya magari, Hyundai, sijui nini, wale ni wa Korea. Korea toka walivyoparurana na mwenzake toka walivyoparurana na Korea Kaskazini, Marekani alijikita pale, akawekeza pale. Kwa hiyo Korea amekwenda kutembea bila vikwazo. Yani anafanya biashara anavyoona. Nilishawaambia hili mara nyingi kuwa Marekani akikupa shavu, wewe utakuwa tu mkubwa. Yani utakuwa mkubwa kwa sababu uchumi wa California ni mkubwa kuzidi baadhi ya nchi za Ulaya ambazo kubwa kabisa. Uchumi wa jimbo moja tu la Marekani, California, unaweza ukachukua, au Florida au popote pale, ni kubwa. Yani sasa njia nyingi za uchumi wa dunia zimeshikiliwa na Marekani. Yani naweza kusema kuwa kama njia za kutembea kwenda ukweni, basi Marekani ndio ameziba miba na ameweka chochoro zote. Kwa hiyo ukitaka kufika ni lazima akuonyeshe pita hapa. Kazuia, kadhibiti sana. Kwa hiyo ni vigumu sana wengine kutoboa kufika. Yani ukiwa adui yake wewe huwezi kufika kwenye kile. Yani utafika kwa tabu sana, yani uweze kufika kule. Labda uwe na we nunda tu kama China, uwe nunda kwa, yani uwe na power ya ziada, ndio unaweza ukatoboa kwenda kufika mbali. Sasa ninapozungumza kuhusu hili masuala ya teknolojia, masuala ya nini, Israeli inapokea uwekezaji mkubwa sana kutoka kwa Marekani. Population ya Israeli ni 10,000,000. Katika 10,000,000, kati yao ni 20% ni Waarabu ambao kiasili ni wa Palestina na wa Jordan ambao kiasili, unajua Palestina asili, unajua Jordan ni Palestina, lakini 20% ni wa Palestina. Kwa hiyo 80% wanabaki, ukichukua asili hasa ambao wanajiita wenyewe, yani kama 2,000,000 labda, lakini watu wengi wanatoka nje. Unajua kuna kitu kimoja ambacho nchi nyingi duniani wanakiogopa, dual citizen ni watu wengi sana wanaogopa, lakini dual isipowaletea matatizo kwenye nchi yoyote ina faida kubwa sana, kwa sababu dual husababisha watu kuleta, yani kuleta uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo naweza nikakwambia kuwa unaona hawa raia wa Israel wanaomiliki ile passport holder wa Israeli, 90% ni dual. Yani 90% ni dual. Leo hii unawaona wanasiasa wa Israel wengine wamezaliwa Marekani, wamekulia Marekani, wameishi Marekani, wamesoma Marekani, wameanzisha biashara Marekani, kwa sababu wana nafasi ya kwenda Israel, kwenda Marekani, una nafasi ya kwenda Ufaransa, una nafasi ya kwenda, yani fursa ni nyingi zinakuwa zinafunguka kwa sababu una dual, uraia pacha ambao unakuruhusu kwenda huku na huku. Ndio maana unaweza ukashangaa kuwa mbona Israel ina maendeleo sana, kwa sababu yani ukitazama per capita, Israel per capita ni kubwa sana. Yani ukichukulia pato lao, wanaishi kwa drip. Marekani anawapa drip. Uwekezaji mkubwa ni wa Marekani. Makampuni makubwa ya teknolojia, makampuni makubwa ya silaha ni Marekani kawekeza. Nadhani Donald Trump alizungumza siku kwenye mkutano wa Davos, akasema kuwa kila kinachofanyika Israel ni cha kwetu. Hizo silaha Netanyahu anazotamba nazo ni makampuni ya Kimarekani. Aliamua kutoa siri kuwa iko hivyo. Lakini kwenye uso hivi huwa mara nyingi inakuja kama sifa kuwa hiki ni kitu cha Israeli. Lakini ukweli kuwa huu ni uwekezaji wa Marekani. Sasa kwa mara ya kwanza mfumo wa ulinzi wa Iron Dome umepelekwa UAE. Kwa mara ya kwanza mfumo wa ulinzi wa Iron Dome, au ni mfumo ambao kiasili unajulikana kama ni mfumo wa Israeli wa ulinzi wa anga, umepelekwa UAE mwanzo tu wa vita. Nje ya UAE ni Marekani peke yake aliwahi kuchukua huo mfumo baada ya makampuni ya Marekani na Israel kushirikiana kutengeneza huo mfumo, lakini unafahamika kama ni mfumo wa ulinzi wa anga wa Israeli. Unajua, unaona ndege za F-35. Ndege za F-35 zinafahamika kama ni ndege za Kimarekani, yani ni zao la ndege la Marekani. Lakini ukienda kuanza kupekua ile ndege kwanza inavyotengenezwa, Uingereza anatengeneza zaidi ya 15 mpaka 25 ya hiyo ndege anachangia. Na nchi zingine zinachangia kwa utengenezaji wa hiyo ndege, Netherlands na wengine kule.
lakini inapotoka inafahamika kama ndege ya Kimarekani, lakini imetengenezwa huku, imetengenezwa huku, imetengenezwa huku, imetengenezwa huku. Ni kama zile telefoni zinavyotengenezwa, iPhone na simu nyingine, sijui Sony, unakuta kamera katengeneza mwingine, sijui processor katengeneza mwingine, sijui mic wametengeneza kampuni nyingine, lakini ikija ikatoka brand kana hii ni Apple ya Kimarekani, basi inatoka kwa staili hiyo. So na Iron Dome ni mfumo hivyo hivyo. Sasa Imarati inakuwa ni nchi ya kwanza nje ya Marekani na Israel ilikuwa na mfumo wa Iron Dome. Huu ni uhusiano wa aina gani kati ya Imarati na Israel walionao? Kwa hiyo mkirudi kwenye mzozo, kwa nini Imarati ilipokea mashambulizi mengi sana? Unalipata jibu. Na hii sasa inakwenda mbele kabisa mpaka kukupa jibu ambalo huwa mara kadhaa napenda kusema kuwa inawezekana kuna vitu sisi hatuvijui, wao wanavijua. Maanake Iran walilijua hili. Kwa nini walishambulia sana UAE kuzidi nchi zote? Na kwa nini wameisakama sana? Unajua UAE imepokea mashambulizi karibu sawa sawa na Israeli ukilinganisha na nchi zingine. Yaani wamekuwa wakidili na UAE kwa sababu exactly UAE. Sasa kuna vile vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa, kama unaweza ukakumbuka kuwa wakati wa mzozo wa Gaza, kama mnakumbuka, UAE walikuwa wakitoa UAE walikuwa wakitoa misaada, lakini UAE walituma watu wao kwa ajili ya kusaidia mle ndani. Kuna kipindi wakaleta mzozo na Hamas wakafukuza kabisa, hatutaki hata waandishi wa habari wa Imarati wawe hapa, kufungia kuwa wakasema hawa ni mamluki wanatumika na Israeli. Na hiyo taarifa ilitoa wakati ule kuwa UAE walikuwa kitumika kwa sababu walikuwa yani jinsi wanavyotumika ni ile kusema ile style kuwa wanaonekana ni Warabu. Kwa hiyo wakiingia ndani ya Gaza, wale watu wa Palestina wanawakumbatia labda ni Warabu, vipi, poleni na nini na nini. Baada ya kutoka pale wanaenda wanatoa taarifa kwa Israeli kuwa jamaa wamejificha huku na huku. Sasa ile ikaonekana kama ni trick ilikuwa wakati huo. Sasa wakati huo zile taarifa zilikuwa zikitoka, watu inaonekana kama UAE anaonewa wakati huo. Lakini wakati huo unaweza ukakumbuka kuwa Yemen walifunga mlango wa Bab el-Mandeb. Yemen walifunga Bab el-Mandeb. Israeli akaanza kupokea misaada yake kupitia bandari mbili. Akawa anapitia Jabal Ali na bandari ya Damam ya Saudia. Zile zikawa zikisafirishwa na matruck, malori ambayo yanasafirisha kupita, yanapita Jordan yanakwenda Israeli, ambayo ilikuwa UAE walifanya hiyo kazi. Kwa hiyo tumepitia kwenye kipindi cha hatua kwa hatua kuanza kugundua rangi za washirika. Leo hii ukichukua la UAE uhusiano wake na Israeli, unarudi nyuma mpaka kwenye mkutano wa Warabu wa mwaka 68. Warabu wa Arab League walikutana kwenye mkutano wa Khartoum, mkutano maarufu sana mwaka 68. Baada ya vita ile ya 67 ya Warabu kupigana na Israel, walikutana kwenye mkutano kule Khartoum mwaka 68 nadhani 67 walikutana, wakatoka na azimio la Warabu kuitambua Israeli wala kuanzisha uhusiano na Israeli. Warabu walitoka na hilo tamko. Mwaka 78 ndio Misri ilikuwa nchi ya kwanza kusaliti kwa kuingia kwenye makubaliano yale ya Camp David. Mnakumbuka nilishawahi kuhadithia hadi rais akaenda kuhutubia pale kwenye bunge la Knesset, rais wa Misri wakati huo akaenda kuhutubia pale, alisaliti ile kambi yake, lakini tukaona Jordan 94 naye akafuata mkumbo. Imarati rasmi imekuwa 2020 kwenye mkataba wa Abraham 2020, lakini kabla ya hapo Imarati alikuwa na uhusiano na Israeli ambao haukuwa rasmi. Lakini sasa Imarati kashindwa kujificha kabisa kuonyesha kuwa wao ni Wazayuni. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa mno ya Israeli kupiga kwenda mbele. Sasa walipokea mfumo wa ulinzi wa anga wa Iron Dome kwenye nchi yao kwa mara ya kwanza. Inafungwa mfumo wa Israeli na kuruhusu jeshi la Israeli kuwa kwenye ardhi yao kufanya kazi dhidi ya nchi nyingine. Katika nchi ya kwanza ya Kiarabu kuruhusu jeshi la Israeli kwa sababu ule mfumo wa ulinzi wa anga ulitengenezwa lakini unaendeshwa na askari wa Israeli. Wanajeshi wa Israeli ndio wanaoendesha ule mfumo wa ulinzi wa anga. Umekuwepo hapo. Kwa hiyo hii imekuwa ni hadithi kubwa na simulizi kubwa kweli kweli. Leo hii wa Imarati ni pure Zionism. Ni pure, ni Wazayuni na wamethibitisha hilo. Kwa hiyo usiulize mara kwa mara kwa nini Irani walishambulia sana UAE. Walishambulia sana UAE kwa sababu Irani wanajua vitu vingi pia ambavyo sisi huenda hatuvijui, likiwemo moja ilikuwa hawa na mashambulizi mengi ambayo Imarati walisema yalitokea UAE. Mashambulizi yaliyopiga shule za Minab zilizoua watoto yalitokea UAE. Kwa hiyo UAE kajinasibisha hasa kuwa yeye ni Mzayuni wa moja kwa moja, na ndio imekuwa hivyo. Sasa hili ni moja. Nizungumze hili la jana kuna taarifa moja ilikuwa ni kubwa ndani ya Israeli, kubwa sana, iliandikwa na vyombo vya habari vingi. Nimewambia muungano mpya wa Naftali Bennett na Yair Lapid,
muungano wa Naftali Bennett na Yair Lapid. Kwa nini unajadiliwa? Unajua, kuna wakati huwa tunajadili siasa ya Kiafrika, mfano tunasema kwa wanasiasa hawaaminiki. Ukienda pale Kenya ndio wanasiasa wanaongoza kwa kutoaminika. Yaani leo yuko huku, kesho kahamia huku, kesho kutwa huyu alikuwa rafiki yake akawa adui yake kesho kutwa. Sasa kama wewe unawaona wanasiasa wa Kenya wamekuwa wakihamahama, Nyerere alisema mwanasiasa anayehamahama anakuwa kama malaya. Nyerere aliwahi kusema hivyo. No. Sasa kama unataka kujua wanasiasa wanaogeukana, fuatilia siasa ya ndani ya Israeli. Ifuatilie siasa ya ndani ya Israeli. Ndio utawajua wanasiasa wanavyohama. Yaani kuna kitu ambacho mfano jana kilikuwa mjadala mkubwa ndani ya Israeli. Wachambuzi wengi walikuwa wakijadili kuhusu kati ya uhusiano wa Naftali Bennett na Yair Lapid. Nitawakumbusha hawa watu wote. Mfano Yair Lapid, yeye ni centrist, yeye ni mtu wa mrengo wa kati. Yes, siasa yake ni ya mrengo wa kati. Huu mrengo nilishawahi kueleza. Mtu anapokuwa mrengo wa kati, it means anaweza kupokea malengo, anaweza kupokea ushauri wa kushoto na kulia. Yaani anaweza kusikiliza hoja ya mtu mwenye msimamo mkali sana, lakini yule mwenye msimamo tofauti anaweza akasikiliza hoja yake. Lakini Naftali Bennett ni mtu wa mrengo wa kulia, lakini sio mrengo wa kulia zaidi. Mrengo wa kulia Netanyahu ni kawaida, ni mrengo wa kulia kwa miaka yote, lakini hakuwa mrengo wa kulia zaidi. Sasa mrengo wa kulia zaidi plus ndio unaunganisha wale kina Itamar Ben-Gvir, kina Bezalel, hao ni zaidi, ndio ambao wamempeleka upande wa pili kuwa yani mrengo wa kulia mbaya zaidi, yani uliovuka mstari. Hiyo inakuwa vile. Sasa Naftali Bennett yeye ni mrengo wa kulia, Yair Lapid ni mrengo wa kati. Hawa watu wana historia moja. 2021 waliungana hivi 2021 baada ya majaribio kadhaa ya kuunda serikali yaliposhindikana ya Netanyahu, kwa sababu tayari kulikuwa kuna usaliti ambao walifanyiana Netanyahu na Benny Gantz, kama mnakumbuka, wakati akiwa blue and white. Kwa wale wanaofuatilia siasa ndani ya Israeli, mwaka 2020 kulikuwa kuna muungano wa waziri mkuu Netanyahu na Benny Gantz ambao waliungana kuunda serikali. Walivyoungana kuunda serikali, kulikuwa kuna makubaliano kuwa Netanyahu atahudumu kwa muda, halafu atampa nafasi ya waziri mkuu Benny Gantz. Lakini mwisho Netanyahu akamgeuka Benny Gantz, akagoma kumwachia waziri mkuu. Benny Gantz akajiondoa kwenye chama, serikali ikadondoka, wakarudi upande wa pili. Sasa Naftali Bennett na Yair Lapid inawezekana wakawa ni tofauti, kwa sababu kuna kile kitu wanasema kama imani. Unajua Bennett ni mfanya biashara wa teknolojia, miaka mingi ameishi Marekani, amezaliwa huko, amekuwa akifanya biashara kubwa, ni bilionea wa teknolojia Naftali Bennett. Lakini Yair Lapid yeye amekuwa ni mwandishi wa habari wa muda mrefu, anaandika makala, anaandika mambo mengi. Yair Lapid mwanasiasa. Sasa 2021 ninachozungumza, kwa nini watu sasa hivi, kwa nini kuna mabadiliko makubwa na watu wanahisi kuwa hawa wanaweza kuwa mbadala au imekuwa tofauti? Walipoungana Yair Lapid pamoja na Naftali Bennett kwenye serikali ile ya 2021, Yair Lapid alikuwa na wabunge wengi. Yaani Yair Lapid alikuwa na wabunge 17, Naftali Bennett alikuwa na wabunge 6. Wakaungana. Sasa kwa utaratibu ulivyo, chama chenye wabunge wengi ndio kinateua waziri mkuu. Lakini wao walichokubaliana wakasema kuwa katika kipindi cha muda huo ambao watahudumu kama miaka 4, watapeana nafasi ya kuongoza kwa miaka miwili ya waziri mkuu. Yaani anza utakuwa waziri mkuu, alafu mimi nitakuwa waziri mkuu. Sasa cha ajabu kilichowashangaza watu zaidi ilikuwa ni uamuzi wa Yair Lapid ambaye ana wabunge 17 akamruhusu Naftali Bennett kuanza kuwa waziri mkuu akiwa na wabunge 6. Yaani hakuna mtu aliyetarajia kuwa Bennett anaweza kaja kuwa ni waziri mkuu kutokana na nafasi yake na wabunge na kila kitu. Sasa wakaunganisha vyama vingi vidogo vya wabunge 4, 5, 6, 8, wakaunganisha vyama vya Kiarabu, wakapata wabunge 62. Wakaanzisha serikali ya mrengo, yani ya mchanganyiko. Moja ya serikali ambayo Waisraeli wanaikumbuka, ambayo ilidumu kwa miezi 18. Yani ni serikali ambayo kwa wale wanaonifuatilia uchambuzi wangu, wakati ule nilizungumza, wakati uchaguzi unakwenda huli wamrudisha tena Netanyahu, nilisema wakati huo, nikasema kuwa kosa kubwa ambalo wanakuja kulifanya Waarabu katika uchaguzi ule, walisusia kupiga kura. Nikaambia itakuja kuwaumiza kwa sababu aliyekuja kuiangusha serikali wakati huo pia ni mmoja wa wabunge wa Kiarabu aliyejitoa kwenye chama cha Ram cha Mansur Abbas, ndio kupelekea ukosa wingi. Nikasema kuwa yani ni bora wangebaki kwenye hii serikali ambayo wakati huo kila mbunge alikuwa anasikilizwa. Yani wale wabunge wa Kiarabu walikuwa wanasikilizwa. Unajua kwenye miji ya Kiarabu kule Israeli imetupwa, haipewi, haina budget, haina nini, hawahudumiwi, wanaishi tofauti. Hata katika mzozo kipindi hiki kulikuwa kuna malalamiko makubwa sana kuwa hakuna shelter.
Yani sehemu zingine wanapelekewa shelter. Hata kipindi kile wamepelekewa vile mobile house kwa ajili ya kujikinga. Wale hawakupelekewa. Bajeti zao, maji, kila kitu, huduma ziko dhaifu. Lakini wakati walivyokuwa kwenye serikali ya kina Naftali na nani, walikuwa wakisikilizwa kwa sababu katika wabunge 62 kila mbunge alikuwa muhimu, kwa sababu alikuja akajitoa mbunge mmoja wakabaki 61. Kwa hiyo baada ya 61 ilikuwa ni lazima umsikilize kila mbunge, kwa sababu yoyote akiresign serikali imedondoka. Kwa hiyo kila aliyekuwa akidemand anapewa. Yani unataka nini watu wako, unataka kitu fulani, serikali inaidhinisha, inatoa. Sasa wakaja wakavurugana, wakaachana, serikali ikavunjika, ikarudi. Sasa toka wakati ule ilikuwa serikali iliundwa, Naftali Bennett akawa waziri mkuu. Baada ya kuonekana sasa kuna anguko la serikali, Naftali Bennett akaresign hiyo nafasi, akamwachia Yair Lapid amalizie muda, na Naftali Bennett akajiuzulu kabisa kwenye siasa, akasema mimi natoka kwenye siasa, bakini na siasa yenu. Bennett akaondoka, akarudi Marekani kuendelea na biashara yake. Sasa kinachowafanya watu wajadili ni nini? Asili ya wanasiasa wa Israeli, akitoka kwenye chama mmoja akabaki mwingine, basi ni majungu. Kumsigina mwenzake hafai, yule alikuwa hafai, yule alikuwa anafanya. Yani katika kipindi chote wamekaa wako pembeni, hamna mtu anamsema mwenzake. Sasa Bennett amekaa, niliwahi kuambia kama mwaka jana, mnakumbuka wakati wa swala la Gaza, niliwahi kuambia kuwa kuna mapendekezo mengi yanayosukumwa kwa Bennett arudi kujaribu kutafuta nafasi ya kuwa waziri mkuu, kwa sababu kwa leo mvuto mkubwa na unaokaa kwenye kichwa unaoonyesha pekee ni kuwa anayeweza kushindanisha na Netanyahu hivi sasa ni Bennett, sio Yair. Yair ameshuka. Sasa kura za maoni zinaonyesha kuwa chama kipya cha Bennett ambacho ameanzisha kitapata wabunge 21. Na chama cha Yair Lapid kimegeuka. Unajua Israel hawabadishi wabunge, ni 120 tu. Hamna kusema kuna majimbo mapya tumeanzisha, no, ni wale. Sasa chama kitachokuwa na wabunge wengi kitakuwa ni Likud 24. Halafu kikifuatiwa na nani? Kikifuatiwa na chama cha kina Bennett kitakuwa na wabunge 21. Wakati huo anatajwa kuwa Yair Lapid atakuwa na wabunge 7, lakini kuna muungano. Sasa muungano ambao uko upande wa kina Bennett tayari una uhakika wa wabunge 61.